Mtazamaji wa Sati Media, karibu sana. Tunakukaribisha katika kuangazia yaliyojiri katika ziara ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa mkoani Tanga. Mimi naitwa Belinda Semtandi, nitakupatia simulizi yote. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya ziara ya kikazi jijini Tanga, akifungua miradi mbalimbali ya maendeleo na kuzungumza na wananchi wa mkoa huo. Akizungumza na wananchi, Rais Samia alieleza dhima ya ziara yake mkoani humo kuwa ni kuja kuangalia matumizi ya shilingi trilioni 3.1 zilizotolewa katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo zilivyotumiwa kwa faida ya wananchi. Akiwa katika wilaya ya Bumbuli, alifungua jengo la halmashauri ya wilaya hiyo ambapo huduma zote zinapatikana hapo kwa pamoja. Nimekwenda kufungua jengo la halmashauri ya Bumbuli. Ni jengo zuri na jengo linalofurahisha machoni. Lakini madhumuni ya jengo lile ni kusogeza huduma karibu na wananchi, na huduma zote za halmashauri ziwe ndani ya jengo moja. Na lengo kubwa kabisa ni kudumisha au kuimarisha utawala bora. Kwa hiyo watu wa halmashauri kule juu Bumbuli, hongereni sana, jengo ni zuri. Langu mimi la kusema, litumieni jengo lile kwa huduma mnazozitaka. Lakini pia jengo ni mali yenu, litunzeni. Na ukawafanya kazi wa ndani ya ile jengo. Jengo lile ni zuri kwa nje, nataka pia liwe zuri kwa ndani kwa huduma zinazotolewa kwa wananchi. Sio tu kuingia pale kula raha na vyoyozi vilivyomo mle ndani, alafu huduma kwa wananchi hakuna. Hapana. Wilaya ya Lushoto, Bumbuli na Korogwe zinaunganishwa na barabara ambayo haikuwa sawa katika kiwango kizuri, na hapa Mheshimiwa Rais anatoa ahadi ya kutengenezwa. Nilikuwa na waziri wa uchukuzi, lakini pia nilikuwa na mtu wa reli kwenye kuzunguka kwangu. Wako hapa. Mtu wa reli yuko na katibu mkuu yuko. Kwa hiyo hili la reli na lenyewe wamelisikia, na mimi nitalifuatilia kwao wamelifikisha wapi. Changamoto zote ambazo zimesemwa hapa wala sio changamoto, ni mambo ya kukumbushana, na mengi yana ufumbuzi. Tunakwenda kuyafanyia kazi. Wana Korogwe, chapeni kazi. Mambo yaliyotajwa hapa tunakwenda kuyafanyia kazi na mtaona faida yake. Baadhi ya wananchi walipongeza juhudi za serikali ya awamu ya 6, na hapa wanaeleza walivyoguswa na utendaji kazi wa Mheshimiwa Rais. Tunao kila sababu ya kuweza kumshukuru Mheshimiwa Rais. Yapo mambo mengi, tukizungumzia masuala ya elimu, masuala ya maji, umeme, amefanya kwa kazi kubwa sana. Rais ametoa ajira kwa vijana. Cha kwanza kabisa ni ajira za kujiajiri, sababu wametuweka kwenye mfumo huu. Sasa hivi umeme uko kila sehemu, mafundi welding wanafanya kazi hata wakiwa vijijini, sio lazima ufike mjini. Kuna miradi mingi, anatupa support vijana wa bodaboda pia. Kocha zaidi, mimi sijaona cha kumdai rais kwamba tunamdai, ila rais wetu sisi anatudai. Unajua wilaya ya Kilindi hatukuwa na shule kama hii, lakini Mama Samia amekuja, ametoa hela, ametujengea, nasi tunashukuru sana, na italeta faida. Maana watoto wetu tulikuwa tunasafirisha kwenye shule zingine, lakini kuanzia leo tuna form 1 mpaka form 6 wanasoma hapa. Yaani tunamshukuru mama sana. Rais Samia aliendelea na ziara yake mkoani Tanga kwa kutembelea wilaya ya Muheza ambapo aligawa mitungi ya gesi na kuzungumza na wananchi wa wilaya hiyo. Mheshimiwa Rais aligawa mitungi hiyo ya gesi ikiwa ni kutoa hamasa kwa wananchi na juhudi za serikali katika kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Katika hatua nyingine, Rais Samia alifungua rasmi awamu ya 2 ya kiwanda cha chokaa na saruji, hatua inayotajwa kuwa itaongeza ajira na kuchochea uchumi wa mkoa wa Tanga na taifa kwa ujumla, na alizungumza na wafanyakazi wa kiwanda hicho. Takwimu zilizoonyeshwa za uzalishaji hapa kiwandani zinatokana na nguvu na jasho lenu. Hongereni sana. Na mimi niwaombe sana, fanyeni kazi, kwa sababu mwekezaji huyu
senti moja yake aliyoiweka, shilingi moja, anataka azalishe shilingi 3. Na tutakapompa nguvu ya kuzalisha shilingi 3, ndiyo ajira yenu itakapoendelea, ndiyo kodi za nchi zitakazolipwa, ndipo halmashauri zitakapokusanya tozo zao, na maendeleo ndipo yatakapoweza kupatikana. Lakini kubwa zaidi, wale ambao hawana ajira ndani ya kiwanda, wanaowapikia mkenda kula na wengine wote wanaotoa huduma kiwandani, ndipo na wenyewe wanapopata ajira na wanapopata kuzalisha kwa faida ya taifa letu. Niwaombe sana wafanyakazi, chapeni kazi, fuateni sheria za kazi, chapeni kazi, lakini na mwajiri naye afate sheria za kazi za nchi yetu ili awape ujira mwema watu wetu na yale yote wanayostahiki. Nitoe rai wafanyakazi, kama nilivyosema, muendelee kufanya kazi kwa bidii. Pia Mheshimiwa Rais Samia aliweka jiwe la msingi katika mradi mkubwa wa maji unaounganisha Tanga na Horohoro, mradi unaolenga kuboresha upatikanaji wa maji safi kwa wakazi wa maeneo hayo. Ziara ya Mheshimiwa Rais Samia mkoani Tanga kwa zaidi ya wiki moja imekuwa na mafanikio makubwa, ikijumuisha uzinduzi wa miradi muhimu ya maendeleo inayolenga kuboresha maisha ya wananchi na kukuza uchumi wa taifa. Miradi hiyo ikiwemo miradi ya elimu, miundombinu, ujenzi wa madarasa na miundombinu ya maji. Tanga ni jiji la viwanda. Wananchi wanamwombea na kumpongeza Mheshimiwa Rais. Alichokifanya ndani ya nchi hii ni vikubwa, maana si kimoja, ni vikubwa. Kiego Shankaraki Samia nairasa yok ndokitin kumok. Amerashara nchulei no sukundani niraki yok enkare, niraki yok ntokitin pookin naaba nikiyieu. Kietuo tenkaraki ninye nikinshukuru alaitariani amu kitabautua. Amen. Ni mtetezi wetu, tunamtegemea sana. Kwa hiyo sina mashaka naye. Uzinduzi wa miundombinu ya barabara Tanga, Pangani, Sadani hadi Bagamoyo na ujenzi wa daraja katika mto Pangani unaifungua Tanga na mikoa ya jirani kiuchumi na kuboresha maisha ya wakazi wake, kwani inatarajiwa kurahisisha usafirishaji wa mizigo na watu, kuongeza pato la mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Kwa hakika serikali ya awamu ya 6 inapambana kuboresha maisha ya Watanzania. Kwa hakika kazi iendelee. Naitwa Belinda Semtandi, nikutakie pia utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea.